ambaye anaitwa Zadok. Hata pia huyo Ahithofeli alimchukua. Amen. Wakakana lazima wamweke Absalomu kwenye kiti cha uongozi mahali pa baba yake Daudi. Hiyo siku Daudi alilia. Akasema kama Ahithofeli wamerudi wakaungana na Absalom, mimi nimekwisha. Leo hii mimi nakufa. Leo nakufa. Alipotoka akiwa anakimbia, wakakutana na Simei mwana wa Gera. Simei akaanza matusi. Ati huyo mchawi mkatieni na huko kwingine. Muzuilieni mumuue. Muzuilieni mumuue. Ngawaje alikuwa anajisifu ana nguvu, uongozi umeisha. Simei mwana wa Gera alikuwa mtu wa Benjamin, kutoka lango la Saulo. Hiyo siku Simei akawa anasema, mamlaka ya kijana wetu Saulo ambayo uliiba, leo hii imekulewesha, mamlaka inaturudia. Aliambia Daudi maneno mabaya. Kijana wa Zeruya aliposikia, akaambia Daudi, leo hii umeacha hadi mbwa ndio wamesimama mbele zako wanashangilia. Acha niende nishike nikate shingo yake nimlete hapa kama shingo bado inarukaruka. Kwa sababu Daudi alikuwa na shujaa ya wanavita. Hungeweza kusimama mbele zao kwamba wewe ni shujaa. Waliuza maisha yao wakimlinda Daudi. Wakati alimuona mbwa tu, hadi kiwete mlemavu, hadi kijana wa Jonathan, ambayo Daudi alifanyia rehema, ambaye anaitwa Mephibosheth. Hiyo siku hadi kiwete alirukaruka. Akasema mamlaka inarudi kwa nyumba yetu, ni mimi ndio nitawekwa kiongozi. Daudi akauliza kwamba hadi Mephibosheth, mbwa tu niliyemleta toka nchi nyingine nikamleta tukakula naye katika meza moja, hadi wewe pia umegeuka na mimi. Ziba mfanyikazi wake ndiye alikimbia akimfuata Daudi. Amen. Yesu. Amen. Asifiwe. Hiyo siku Daudi akamkumbuka Mungu. Akiwa ameleweshwa na vita, ulimwengu ni mbaya. Nataka usikie jinsi Daudi anavyoomba. 51:12 nasema, Jehova nirudishie furaha niliyokuwa nayo wakati uliniokoa. Yamaanisha wokovu huweza ikawacha mtu. Leo hii imeshinda waliokolewa kutambua. Utukufu kwa Yesu. Tuko na watu waliokolewa hadi wakiwa wamepotea wanashindwa kugundua. Wanashindwa kugundua kwamba tayari wamepotea. Daudi mjukuu wa Obed, ambaye roho yake inafanana na roho ya Mungu. Kama mambo ni mabaya, Daudi anatahadhari. Hiyo siku alikataa kuenda, hata kama watu wanamwambia wanataka kumsaidia vita. Aligundua kwamba haya yanatendeka, hayatendeki bure, ila dhambi zangu nilizozifanya ndio zimefanya hizi vitu zinatendeka. Ili kwamba abadilishe hizo vitu zisifanyike hivyo, lazima tarudi katika uso wa Mungu. Niregeshe furaha yangu niliyokuwa nayo wakati uliniokoa. Kama mtu ameingia kwa wokovu, kuna furaha hiyo wokovu inaleta. Hakuna yule anaokolewa anakosa
wokovu ilileta furaha. Je, wokovu ilikuletea furaha? Je, wokovu ilileta furaha? Kama wokovu imemwokoa mtu, kuna furaha hiyo wokovu inaleta. Kuna amani ile wokovu inaleta. Kuna uzuri wokovu inaleta. Kwa sababu wokovu una utukufu wake. Tulishasoma kitu kinaitwa utukufu. Yamaanisha ni ile utukufu hauwezi ukaelezeka. Watu wameiona ndio wanastaajabu. Watu wengi wanasema wameokolewa, lakini hawatafikia katika ile utukufu wa ajabu. Wengine wanashuhudia wameokolewa, na ndio wanatusiwa na hizo wokovu zao. Wamedharauliwa na hizo wokovu zao. Yamaanisha ni wokovu haina utukufu. Utukufu ndio Yesu. Haijalishi maadui wangapi wamesimama mbele ya mtu, kama mtu ameingia katika wokovu, vinywa vya maadui zitabadilika. Waliodhihaki, waliokudharau, wao ndio wataongea mwanzo, wakisema fulani amepita vipi? Manake tulidhania tumemzuilia, lakini amepita vipi? Amepitaje? 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 Huyo mtu amepita na nguvu. Huyo mtu amepita na mamlaka. Kuna nguvu na mamlaka katika wokovu. Nguvu ni ya kuharibu vitu vibaya, ni ya kuvamia zile falme ambazo huzitaki. Yesu asifiwe. Ili kwamba uharibu sheria, lazima utakuwa na nguvu. Ndio uharibu mamlaka iliyowekwa chini yake. Kama ile nilikuwa nasema ya umaskini, kama nilikuwa nasema ya ufukara, kama nilikuwa nasema ya kifo ya watoto. Hizo ni mamlaka, ni falme za kelele kupigana na vita, falme za shetani. Kama unaziona, unastahili ugundue kwamba uko katika ufalme wa giza. Katika hiyo ufalme wa giza mahali huko, kazi gani mimi nimepewa? Kwa sababu shetani anagawanya kazi. Wafalme aliyowashika, amen, akitoa katika ufalme wa mwanga, akishahamisha pili katika ufalme wa giza, wanagawiwa kazi. Hawatu hivyo bila kazi ya kufanya. Amen. Kila mmoja anapewa kazi yake. Nataka utizame saizi, uko katika ufalme gani? Kazi gani umegawiwa? Katika ufalme ambaye uko katika ufalme gani? Uko katika ufalme wa mwanga ambaye imebeba nguvu na mamlaka, ama uko katika ufalme wa giza imebeba madharau na aibu? Na umewekwa hapo na kazi gani? Tuko na wale wako katika ufalme ya kifungo. Amen. Ya magonjwa, hapo ndipo amewekewa ugonjwa nyumba yake. Hapo ndio mfalme wa magonjwa yanapatikana. Inafanyika hadi kama mtu yuko katika wokovu. Yesu asifiwe. Mtu anaweza akawa kwenye wokovu. Amen. Mtu anaweza kuwa ndani ya wokovu, na hadi hapo ndani ya wokovu mahali yako ni mfanyikazi wa shetani ambaye yuko katika ufalme wa giza. Kinywa chake ndio kigumu. Manake tuko na yule amewekewa mdomo ngumu na kichwa ngumu. Biblia inasema kwamba kabla mtu hajaanguka, majivuno inatangulia. Huyo mwenye majivuno ana mdomo mgumu na ana kichwa kigumu.
Yamaanisha kile kizuri anaambiwa hasikii. Shetani anamkataza asikii kizuri cha kumsaidia. Kwa hivyo mwenye majivuno lazima ana kichwa kigumu. Alafu hasikii. Amen. Amen. Yamaanisha shetani anataka kumwangusha. Alafu ngoje baada ya siku chache utaona kile kinamfanya kama tu yuko ndani ya hiyo wokovu. Kabla hajaanguka, majivuno inatangulia. Vitu mzuri zote aliambiwa alikataa. Lazima utakutana na shida. Shetani atawakisha moto kwa hiyo kiti mahali umekaa. Ataweka moto kali ambayo hautavumilia na ukalie. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Kwa hivyo Daudi aligundua, na jambo ya kwanza ambayo nataka, mfalme nirudishie furaha yangu niliyokuwa nayo wakati ulikuwa unaniokoa. Akagundua wokovu tayari imeenda. Ni kina nani wanagundua kama wokovu imewaacha? Ama wewe unaenda unadhani wokovu ni kitu ya kwenu. Unataka unaomba jinsi unapenda na unatembea jinsi unapenda. Hautaki kujua. Pengine nyinyi ndio watu mnalipa kanisa. Pengine nyinyi ndio mlinunua vipasa sauti za kuhubiri nazo. Pengine vitu watu wamekalia ni nyinyi mlinunua. Kila wakati unashtua watu kama ni ngumu na beba vitu zangu naenda nazo. Amen. Yesu. Mwokozi asifiwe. Tuliacha vitu za pesa. Kama shetani ameleta fitina, akachukua vitu zote kanisani. Hadi kipasa sauti mpya ambayo ndio tumenunua. Wakati alileta fitina, wakitaka kuharibu maneno ya Mungu. Tulisema bebeni vitu zenu zote. Kila mtu alibeba kitu anapenda. Wakafanana kama watu wa kunyakua vitu za Mungu. Amen. Yesu. Amen. Lakini kisiagi ya Mungu alisema inasiaga pole pole. Unadhani unaweza pita? Haupiti. Amen. Yesu. Amen. Unaona hiyo wokovu tunatembelea ina nguvu, alafu ina mamlaka. Nataka usijue, usikie hizi vitu mbili. Ukijua jinsi za kuzitumia, Amen. Ukijua jinsi ya kutumia hizi vitu mbili, hakuna adui watasimama na wakushinde. Hata kama akona nguvu, hata kama ametoka kwa ufalme gani, hata kama ana pesa ya kufanana vipi, hizo vitu unaweza tawanyisha zote na zitawanyike. Utoe pesa mikononi mwake, unaweza vua mtu uchi atembee uchi katikati ya barabara. Amen. Yesu. Nguvu na mamlaka inafanya hiyo. Nguvu na mamlaka. Kama umeokolewa nataka unisikie. Haya mambo mawili nataka ujue jinsi yanafanya kazi. Amen. 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 Ili kwamba ugongelee ule ufalme, ili kwamba uweke msingi katika ule ufalme. Amen. Lazima utakuwa na nguvu. Nguvu ndio inaharibu ile falme ilikuwa inafanya kazi. Nguvu ndio inaharibu. Yamaanisha mchawi anaweza tuma kitu yake ama pande kitu yake kwa nyumba yako. Lakini kama uliokolewa na ukaokoka, ukagundua una nguvu,
Nguvu ndio inaharibu kile kimetumwa na huyo mchawi. Nguvu. Amen. Amen. Tuko na wale wanaitwa Jesu. Jina lao lingine ni fanya fujo uone. Amen. Watu kama wametolewa. Amen. Ni tofauti na askari unawaona barabarani. Amen. Alafu tena tuko na wanajeshi. Pia ni tofauti na polisi.